Leo ujue tuna mambo mengi. Wewe ulikuwa unastahili ufe, lakini Kristo amekufa kwa niaba yako. Mwambie Bwana, asante kwa ajili ya mateso. Na leo naunganika na hiyo mateso, na sitakurudisha tena msalabani katika jina la Yesu. Kristo alipitia hata yale ambayo ameandika, sio yote. Ukiangalia kwa mfano, wakati aliposulubishwa, unaona kwamba wanatuonyesha kwamba mtu amesulubishwa lakini amefungwa kitambaa. Lakini Kristo alisulubishwa akiwa uchi wa mnyama, hakuwa na kitu chochote, kwamba achukue aibu yako, aibu yangu kwa msalaba, ili wewe usitembee katika aibu tena. Sema amen. Yesu Kristo, unaona kwamba kusulubishwa ilikuwa lazima wasulubishwe kwenye msalaba, na msalaba inamaanisha ni laana. Kristo ni kama alikuwa laana, kama vile Warumi walimchukua akawa kama laana, lakini hawakuelewa kwamba yeye anapofanya namna hiyo analeta wokovu katika dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye akasulubishwa nje ya mji, juu ya mlima kule Golgotha. Lakini kabla hajafikishwa pale, alipita mateso makubwa, alipikwa. Wanasema mwili wake haungeujua, ni kwa sababu ulichanika, ni manyama tu. Ni kwa sababu ile micheleji ambayo alikuwa anapikwa, ni kwa sababu ilikuwa na zile hooks, ilikuwa na hiyo kama ndoano. Wanapomcharaza na mnawe wanapofuta, nyama zinachanika. Kwa nini? Ni kwa sababu ya wewe, kwa sababu yangu mimi. Lakini Yesu, yeye hakufanya chochote. Alikuwa na uwezo ya kukataa, lakini alikubali hayo mateso, ili wewe pamoja nami tuweze kuokolewa, tuende mahali ambapo ametuandalia. Yesu aliteswa, alipikwa, alifanyia dhihaka zote. Kama unaweza kufikiria zozote, Kristo alifanyiwa. Na hawakujua kwamba hiyo ndio njia moja ambao tayari neno la Mungu linatimizwa. Yeye wakati amepikwa, wakachukua hiyo wanasema that crown, hiyo kofia ya miba, wakaweka kichwani, wakapikilia kichwani. Damu inaanza kutoka katika kichwa. Maana yake nini? Wakadamu hiyo inatoka, maana yake wewe, anasema akili yako iweze kupona, mawazo yako yakuwe sawa sawa, kwa ajili ya hiyo damu ambayo ilikuwa inatoka kwenye kichwa cha Kristo Yesu. Wacha tuangalie katika Isaya 53 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 9. Mateso ya Kristo Yesu. Isaya 53 mstari wa 1 hadi wa 9. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta, na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Umefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mje mororo, na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala usuri, na tumuonapo hana usuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa, wala hatukumuhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepikwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona.
sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amekeuka njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake, kama mwana kondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa, na maisha yake ni nani atakayesimulia? Maana amekataliwa mbali na nchi ya walio hai, alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake, ingawa hakutenda jeuri wala hapakuwa na hila kinywani mwake. Unaona mambo yote, Kristo hakuwa na dhambi, hakuwa na kosa lolote, lakini kwa sababu ya kwa ajili yetu sisi, unaona mambo ambayo alipitia, mateso ambayo alipitia, ili wewe pamoja nami tuweze kuokolewa. Akawa laana, akapepa shida zetu, akapepa magonjwa yetu, akapepa dhambi zetu zote. Mwana wa Mungu unapookoka, hata kama ulikuwa umefanya nini, tayari ukurasa wako unakuwa hauna chochote. Wewe unasamehewa kwa ajili ya kifo chake. Ni huyu mtu ambao tunaongea, ambao ni Bwana wetu Yesu Kristo, ambao saa zingine anapotuangalia matendo ambayo tunafanya ni kama hatujaelewa mateso ambayo alipitia, wewe ukawa vile ulivyo. Bwana asifiwe sana. Unapoangalia katika Mathayo 27 inasema nini? Mathayo 27 mstari wa 33. Nataka tuone wewe kama mwana wa Mungu ambao umesema kwamba umeokoka, je, unaelewa? Kwa sababu kama hujaelewa mambo ambayo Kristo alipitia, unacheza na wokovu. Wewe unaingia kanisani uchachielewa wewe ni nani. Ndiposa wanasema kwamba wewe kama unajua Kristo ni nani, wewe unapokuja kanisani huji kwa ajili ya mtu yoyote, huji kwa ajili ya kanisa ya Redeemers, huji kwa ajili ya mtumishi wa Mungu ambao Bwana amepewa maono. Ndiyo unakuja kwa sababu yeye ameleta maono, lakini ujue kwamba umekuja kwa ajili ya Yesu. Sisi wote tuwe watumishi, njia ni ile ile. Kila kitu ambao tunafanya lazima tuonyeshe kwamba kwa kweli Kristo alikufa kwa ajili yangu, na sitafanya mchezo. Kwa sababu anasema kwamba wewe unapofanya mchezo tena, ni kama unarudisha Kristo msalabani tena. Watatisi wanasema kwamba wakati mtume Petro alikuwa anastahili kusulubishwa, lakini akaokopa akatoroka. Lakini wakati alipokuwa anatoroka akakutana na Yesu. Yesu akamuuliza, kwa nini unatoroka? Anasema unataka kunisulubisha. Yesu akamwambia, wacha mimi niende nisulubishe mara ya pili. Petro akasema, hapana, huwezi tena kwenda kusulubisha Bwana wangu, wacha nirudi nisulubishe. Ndio unasema, unaposoma anasema kwamba Petro alisulubishwa kichwa kikiangalia chini, akasema msifanye kichwa changu chikuwe juu kama Bwana wangu. Hiyo unaposoma katika vitabu ambavyo vimeandikwa kama vile mitume walikuwa nakufa. Tuna kitabu ambacho kinasema kwamba 13 people who turned the world upside down. Unaposoma unapata hawa watumishi wa Mungu, hali ambao walipitia, imani ambao walipokea, walisimama wakakufa kwenye imani hiyo. Mstari wa 33 Mathayo
Na walipofika mahali paitwapo Golgotha, yani fufu la kichwa, mstari wa 7, wakampa kunywa divai iliyochanganyika na nyongo, lakini yeye alipoionja hakutaka kunywa. Mstari wa 5, walipokwisha kumsulubisha, walikawa vazi yake wakipika kura, ili litimie neno lililonenwa na nabii, walikawa nguo zangu kati yao, na juu ya vazi langu walipika kura. Mstari wa 5, wakaketi wakamlinda huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo wakati Yesu sasa amesulubishwa, unaona vitendo hawa wanafanya dhihaka, wachaelewa huyu ni nani. Unaona kwamba wanasema hii mavazi yake, wengine wanasema hii ndiyo vazi ambao watu wengi walikuza wakapona. Sasa tukirarua tukichana haitakuwa na faida, lakini tupige kura, nani ataenda nayo? Sijui kama walikuwa wanataka kufaa ama walikuwa wanafanya dhihaka. Sasa zingine tunamfanyia Bwana dhihaka katika utendaji wetu wa kazi. Wapendwa, unapofika eneo hili kusulubishwa kwa Yesu Kristo, lazima kitu ibadilike katika maisha. Lazima uelewe ni nini ambao wewe siku ya leo uko hapa. Ni nini imekufanya kwamba wewe umeokoka? Hapa ndio chipuko letu, hapa ndio wokovu wetu unaanza. Bwana akasema, Kristo mwenyewe akasema kwamba wewe kama unataka kunifuata, kitu cha kwanza uchikane wewe mwenyewe. Cha pili, pepa msalaba wako. Cha tatu ndio nifuate. Sio kazi rahisi mpendwa. Wokovu sio lele mama. Unaposema umeingia katika wokovu, kule nje tutakwambia wewe ingia katika Bwana, Bwana anakupenda, lakini ujue kwamba umetangaza vita. Lazima usimame kama mtoto wa Mungu ambao uliamua kutembea pamoja na Kristo. Wacha nikupe tu mfano vile watumishi wa Mungu hawa walikufa. Mitume walipita hali ngumu. Wengine wao walikuwa na chunu wa ngozi ili waweze kukana imani yao. Una chunu wa ngozi kama ng'ombe, lakini hawa wanasema kwamba hatuwezi kuacha imani, hatuwezi kumwacha Kristo. Afadhali mkate mtoe ngozi hata nife, lakini nitakufa na Kristo. Wengine walikuwa wanafungwa kamba na wanafunga kwa farasi, wanaburuzwa chini ya mara, mwili zao zinachanika. Wanakuuliza, je, ungali unamkiri huyu Yesu? Wanasema ni heri nikufe tu, lakini sitamwacha huyu Yesu. Wote hakuna mwenye alimkana. Walikufa kifo ambao ni cha uchungu mno. Wa mwisho alikuwa huyu Yohana, ambao Kristo alikuwa amempenda. Alikuwa kila wakati wanapokaa anakaa kifuani mwa Yesu. Yeye alikundua moyo wa Yesu. Wakati ambao alikuwa msalabani, alipoona juu ya msalaba, akaangalia katikati ya hao watu ambao wamezunguka, ambao wanamdhihaki, ambao wanamtemea mate. Alimuona huyu Yohana na akamuona mama yake. Wakati ule Yusufu alikuwa amekufa. Alipomuona huyo katikati ya watesi wake, aliona mtumishi wake Yohana. Petero alikuwa wapi? Alipomuona akaambia Yohana. Kwanza akaona mama yake, akamwambia mwanamke, mtoto yako huyu. Na wewe Yohana, mama yake ndio huyu.
Kuanzia hiyo siku Biblia inasema kwamba Yohana akamchukua Mariamu akampeleka nyumbani kwake, akawa kama mama yake. Huyu Yohana ndiye ameandika kitabu cha Ufunuo. Lakini angalia kifo chake. Walijaribu kumuua, hangeweza kukufa. Wakatoboa macho yake akane Kristo, yeye hakufa. Wakamtupa kwenye tindikali acid, yeye elishindikana. Wakasema sasa huyu mtu afanye namna gani? Ilibidi waende wamtupe katika ziwa la Patmos, mahali ambapo watu hakuna, ni wanyama wakali kule, mamba ziko pale, lakini hakuna kitu ambacho kitendeka. Hapo ndio Kristo anamuonekania, anamwambia kwamba mimi ni Alfa na Omega, mimi ni mwanzo na tena mwisho. Na akamwambia andika haya yote ambayo unayaona. Yeye hakuwa anaona na macho yake ya kawaida. Wapendwa, wokovu huu ambao tunauchezea ilimkarimu mwana wa Mungu. Yesu yeye angekuwa amekuja, angekuwa amerudi amechukua kanisa lake, lakini ni nani ambaye ataweza kusimama mbele ya Mungu? Hatafikia kiwango ambao Kristo anaweza kusema kwamba sasa kanisa langu limekamilika. Tunaposhiangalia ni mchezo tu kanisani, imekuwa tu panya na paka. Lazima ujiunganishe na mateso ya Kristo. Unaposema kwamba wewe umeokoka, maana yake umepepa ule msalaba, umeingia katika mateso yake. Mtu anapofanya kitu unasikia uchungu, unaona kwamba unamrudisha Kristo katika msalaba. Sio maneno ambayo unapembele sana. Njoo kanisani, njoo. Mbingu haiko kwa hawa. Wakasema tangu Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu umeteseka na wenye nguvu wanauteka. Sio lele mama. Wokovu ni mtu binafsi, sio kupembele sana. Leo nataka niwaambie mateso ya Yesu Kristo. Analia, anasema mwanangu ungechua, nimewacha utukufu wote kule mbinguni, nimekuja nimeteseka kwa ajili yako, lakini wewe hauoni. Wapendwa, tukiunganika na haya mateso, na kuambia wanapoita mkutano yoyote utakuwa unakimbia mbio, unasema Kristo ananiona namna gani? Je, mbinguni utasema nini? Hata wewe mateso ambao uko nayo ichafikiwa kiwango ambao unaweza kutoa uhai. Hawa wanafunzi walisema atafanyika namna gani? Hata watoe mkono moja, siku nyingine wanatoa nyingine, siwezi kuikana. Lakini leo watoto wa Mungu, kitu etokee tu hapa. Mtumishi wa Mungu ako hapa Emmanuel. Mtu atoke tu kuna bunduki aseme leo ni leo. Wenye wanamkana Kristo utoke, wenye wanasema hawakani Kristo ni kifo. Bunduki ndio hii, marisasi iko, sio kwamba ni mchezo. Ni wangapi watasema kweli twakufa kwa ajili ya Kristo? Ni nani? Niambie hapa, ni nani? Kama kitu kitoko tu wanaanza kwa Mungu wangu, Mungu wangu. Lakini hapa wamekuja jambazi, wamesema leo ni leo. Tunataka kujua ni nani anaweza kusimama aseme liwe liwepo, mimi sikani huyu Kristo, ni heri nikufe. Ni wangapi? Neno la Mungu nasema kwamba utawajua kwa matunda yao.
The way we are acting in the church inaonyesha you are not serious. Nashukuru Mungu wewe umekuja kwa sababu wewe uko serious. Mbingu hii, mtumishi wa Mungu Emmanuel hata kutetea anasema hawa walikuwa washirika wangu wa Redeemers. Never. Kwanza Redeemers huko hakuna. Hakuna. Uko wewe na matendo yako. Hii ni nyumba tu ya Redeemers. Lakini wewe katika nyumba hii kwa madhabahu haya unafanya nini? Hakuna mwenye ndakutetea kule. Hata Biblia inasema ole wake yule mwenye atakuwa na mimba wakati ule. Inabidi lazima huyo mtoto atolewe. Uende hautaenda na hiyo mimba na mtoto. Kwa sababu pia huyo mtoto lazima asimame katika hukumu yake. Sisi wapendo wa Redeemers, Baba yetu ametuweka sawa, lakini sisi wenyewe hatujajifahamu. Ni kama Baba hayupo, maana yake Mungu hakuna. Kama unaweza kujua kilio ambao Yesu alipitia, akalia machozi kwa ajili yako, wewe hutaangalia ni nani yako. Wewe unajua kwamba naenda kanisani kwa ajili ya Kristo Yesu. Mateso ya Bwana kule msalabani. Tazama kule msalabani. Tuangalie Mathayo 27 mstari wa 15-26. Kule msalabani, kule Golgotha, what happened? Basi wakati wa siku kuu, liwali desturi yake huwafungulia mkutano mfungwa mmoja waliyemtaka. Basi palikuwa na mfungwa mashuhuri siku ile aitwaye Baraba. Basi walipokutanika, Pilato akawaambia, mnataka niwafungulie yupi, yule Baraba au Yesu aitwaye Kristo? Tazama hapa, huyu Baraba alikuwa jambazi hatari, lakini watu wanasema ni heri utuachilie nani? Baraba, lakini Yesu auawe. Mtu mwenye hana makosa, hana hatia. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu Baraba kifo chake kilikuwa kinaonekana wakati wa Yesu. Yesu amekuja kukomboa hata wale ambao ni wanyang'anyi. Inamaanisha kwamba hakuna yeyote Kristo ambaye anaweza kuacha nje. Awe jambazi, awe muuaji, awe kahaba, awe nani, Kristo amekuja kwa ajili ya hawa. Ndipo wanasema kwamba unapoenda kule nje, waacha kuhukumu watu wa Mungu. Amekuja, tazama, Baraba anawaachiliwa, Yesu anakufa kwa niaba yako. Imagine mtu ambaye amekufa kwa niaba yako, lakini tena unamfanyia jeuri. Manake mtu ambaye amesimama, imagine tu kama amewahi kuoji wale watu ambao wanaenda kunyongwa. Unajua kwamba leo kamba inaingia kwa, lakini huyu anakuja anasema kwamba hapana, ndakufa kwa niaba yako. Bwana asiwe sana. Tuna familia moja walikuwa na mtoto mmoja peke yake wa kiume, lakini jambazi alitokea na kaua huyo mtoto wa hiyo familia.
Huyu jambazi alikamatwa, akahukumiwa kufa. Lakini hiyo siku ya kunyongwa, hao wasasi wakaenda wakasema, hakimu, msimnyonge, tumemsamehe. Paka watu kotini walishangaa. Lakini walipochukua huyu kijana, wakasema, wakamchukua wakaenda nao kwao, wakamuingiza kwa chumba ambao kijana yao alikuwa analala. Wakasema, kuanzia leo wewe ni mtoto yetu, umeingia kwa niaba ya yule ambao uliua, na all the privileges yote ambao huyu mtoto alikuwa anapata wewe unapata. Unafikiria hiyo kijana alifanya nini? Wewe umeua mtoto wao wa pekee, wana mtoto mwingine. Lakini hao wazazi wanakuja wanasema kwamba wewe leo tumekupokea, umekuwa mtoto wetu. Kila kitu ambao mtoto yetu alikuwa anapata sasa ni wewe. Ndio huyu Yesu. Ndio huyu Yesu. Tumefanya vitu vyote, lakini akakuja akasema, Mungu nakufa kwa ajili ya huyu. Lakini leo umesahau kile ambao Kristo alikufanyia. Umeanza kufanya ujeuri, umeanza kuombana naye. Yesu anakuangalia. Yesu anapokutazama anasema, mwanangu, ongeelewa, ungefanya mambo ambayo unafanya haya. Kitu cha mwisho ambacho nataka kusema, kule Golgotha tulikuwa na misalaba mingapi? Tuna watu watatu ambao walisulubishwa. Kristo alisulubishwa katikati ya hao wezi wanyang'anyi. Watu wakanena mambo mengi. Hata mwizi mmoja akasema kwamba wewe unakuanga mtoto wa Mungu, nesujitoe. Lakini mwingine akasema, sisi tumehukumiwa kwa makosa yetu, lakini huyu hajawahi kufanya kosa. Na akamwambia Yesu, unikumbuke wakati utaingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, leo utakuwa nami katika paradiso. Swali langu, wewe umechukua msalaba gani kati ya misalaba tatu? Je, umechukua msalaba ya yule mtu mwenye alikuwa na dhihaki Yesu msalabani? Ama wewe umechukua msalaba ambao ya kuomba msamaha Kristo? Ama wewe umechukua msalaba wa Kristo ambao umepepa masikitiko yote, mapiko yote? Umechukua msalaba gani mpendwa? Siku ya leo ujihoji katika moyo wako, ni msalaba aina gani? Huyo mwizi mwingine anasema, wewe ulikuwa unafanya namna hii, ulikuwa unafanya namna hii. Watu wa Kristo wengi kila wakati naambia Yesu, mbona uniponye? Ponya, nafanya namna hii. Wewe umechukua msalaba wa huyo mwizi, ama wewe ndio umechukua msalaba? Unaweka pembeni msalaba, unakuja kutubu, unaweka Kristo pembeni, baadaye unasema kwamba naomba msamaha. Chukua msalaba wa Kristo. Yesu akasema, chukua msalaba wako. Ukiangalia filamu inaitwa The Passion for Christ, unaona huyu Simeoni wa Sirini ambao walichukua kumsaidia Kristo msalaba, alishindwa kwa sababu alikuwa pia anachapwa. Hakuweza kuendelea hiyo msalaba.
Yesu akasema, chukua msalaba wako wewe. Msalaba wako haufanani ya kwangu. Mambo ambayo unapitia haifanani ya kwangu. Mimi nikupa ya kwangu, hutayaweza. Chukua yako, ujikane. Useme kwamba mimi nimejikana mambo yote na nimechukua msalaba huu wa Kristo na mfuata. Msalaba wa Kristo. Watakatifu wa Mungu, lazima tuunganike na mateso haya ya Kristo. Na takuwa sawa sawa tunapoingia kanisani. Hutaangalia jirani. Baba hata kuwa nasema mbona unakuja umechelewa. Baba hata sema kwa nini leo huchacha kanisani. Kwa sababu unaelewa wewe ni nani na nani alikufia wewe. Kwa nini wewe umesema kwamba umeokoka. Tunatoa hapa ushuhuda ambao Kristo ametenda, lakini kesho unasukumwa kazi ya Bwana. Uweze kusukumwa. Bado narudi pale pale wakati mtumishi wa Mungu alikuwa anaongea katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 12 kwamba uchunge vile unachenga. Wengine wanatumia dhahabu, wengine wanatumia silver, fedha au wewe dhamani, miti au wewe unachenga wokovu wako na nini? Matendo yako wewe. Itajulikana siku ya mwisho. Wewe unafikiria mtumishi wa Mungu anapokupongeza unaona kwamba wewe umepata dhahabu yako. Lakini fanya, usiangalie nani amekuona. Usimpendeze mwanadamu, mpendeze Mungu. Wewe unapofanya kazi ya Bwana unafanya. Ndio naona Yesu wakati alikuwa anafanya mambo mengine akasema msiambie mtu. Wacha Mungu yeye mwenyewe. Matendo yako utakapopita, kwa sababu kila kitu kitapita kwenye moto. Imagine wewe mambo yako. Nilikuwa naona mtumishi wa Mungu anapoleta demonstration, wale ambao wamefanya mlagani wametengeneza kwa nini kwa mbao. Anasema kwamba akatoa mwiko. Wewe ni kupika tu maneno, unatengeneza tu maneno. Wanajua walisema na maneno. Wanaposema toa, naye amesidi. Lakini unasema haleluya. Mambo haya ambao unatenda. Akasema wewe unakuja kanisani umechelewa. Haya mambo naomba tumrudie. Hiyo Jumapili wakati mtumishi wa Mungu alikuwa na Askofu Kameta, siku ya Jumapili utalia machozi. Utasema kumbe sijaokoka. Kumbe mambo haya yote ambayo tunafanya itathirika siku ya mwisho. Mambo yako wewe wakati unalalamika kanisani, wanasema fanya hiki, unalalamika. Shauri yako wewe mwenyewe unaharibu thawabu yako kule mbinguni. Itapita. Wengine walikuwa nasema inapita, imepita. Unaona imekuwa nini? Machifu. Wengine imepita. Wale ambao walikuwa na chenga kwa mbao imepaki nini? Mkaa. Lakini wale ambao walikuwa wamechenga kwa dhahabu inapita kwenye moto, inakuwa purified, inakuwa safi mno. Wakati alionyesha namna yake akasema wewe unataka kuchenga, kila mtu anataka chenge akuwe na hiyo ya nini? Ya dhahabu. Lakini utafikia ukianguka namna gani? Ni wewe mwenyewe. Ujiite mkutano, useme kweli mambo ambayo anafanya ni mimi, ama nataka kupendeza huyo kiongozi wa Asha, nataka nipendeze huyo kiongozi wa maombi. Umeharibu siku ya leo. Tunapoenda kushiriki mwili wa Kristo, madhaifu yoyote ambao ulikuwa unatenda
Kama ulikuwa unakuja kanisani umechelewa, kama ulikuwa unafanya mambo kwa kujionyesha, leo ekome. Umwambie Bwana, leo ninapofanya kazi ni mimi na wewe. Sitaki kuangalia mtu yoyote. Sitalalamika hata kama nikufakia hapa peke yangu. Nitafanya kwa sababu natengeneza taji yangu. Siku hiyo hatutaenda kwenye kikundi kwamba wenye mapambo mlikuwa mnapamba. Wanasema watu praise and worship. Hamtaenda nyinyi wote, kila mmoja wao. Matendo yako siku hiyo itakuwa dhahiri. Wewe mbona ulikuwa unasema kwamba we ndio kuabudu sana? Mbona leo imekuwa machifu? Bwana Yesu asifiwe sana. Ombi langu kwa kila mmoja wetu, tushikilie hii mateso ya Kristo. Aliteseka kwa ajili ya wewe, aliumizwa kwa ajili yako wewe, ili tuweze kufanya kazi ya Bwana bila kusukumwa wala kulazimishwa. Mpendwa, kama unalazimishwa, ni heri uende uanze ufungue puchari, uanze kufanya biashara kuuza nyama. Lakini kama unajua kwamba wewe unataka kufanya kazi ya Bwana, iamukie. Mtumishi wa Mungu, hata Mungu akisema kwamba amempa transfer mahali pengine, kanisa hii inaendelea. Ni kwa sababu kila mmoja wetu anachua position yake. Sio kwa ajili ya baba, sio kwa ajili ya mama, lakini kwa ajili ya Kristo. Tusimame kwa mikono yetu. Thank you Lord. Hallelujah. Baba, katika jina la Yesu, mwambie Bwana George ndani ya maisha yako mpendwa. Kristo anakuona, anajua moyo wako, anaelewa mawazo yako. Mwambie Bwana siku ya leo kwamba this is my turning point. Siku ya leo mpendwa, tazama Kristo, misumari ambayo ilipita mikononi mwake. Mwili wake haikuwa hata na sura yoyote, mpaka akafika mahali akalia, Eloi Eloi lama sabakthani, mbona Mungu umeniacha? Mungu hangeweza kuangalia dhambi ambao Kristo amezipepa kwa ajili ya ulimwengu. Yeye hawezi kuangalia dhambi, lakini Kristo amezipepa. Leo Bwana anasema nitasame vile nafanana. Kwa nini unanifanyia jeuri? Kwa nini unataka kunirudisha tena msalabani? Siku ya leo mwambie Bwana, this is my turning point. Nakeuka leo. Kama kweli Bwana amekuita, siku ya leo, siku ya mateso, ni kukeuka kwetu. Baba, katika jina la Yesu, nenda tu mbele za Bwana, mshukuru Bwana katika jina la Yesu Kristo. Baba mtakatifu, na kuinua Baba mtakatifu Yesu, kwa mateso, kwa kupigwa, kwa kutemewa, kwa kudharauliwa, aibu kubwa ambao ulipepa mwilini mwako kwa ajili yangu, nisimame siku ya leo Baba na kuinua, Baba na kutukuza. Leo Bwana, maisha yangu haitapaki jinsi ilivyo, katika jina la Yesu. Leo nimeamua Baba, nimekeuka Baba, nafuata wewe Baba, nisikie sauti yako katika jina la Yesu. Baba mtakatifu, asante Mungu wetu.
Asante Baba yetu. Shakatarabaso. Nataka tupokee meza ya Bwana, ndio tuende tutoe sadaka yetu. Tunapopokea mwili huu, ujue kwamba kama tuna udhaifu wote, siku ya leo Bwana anaubadilisha katika jina la Yesu. Niwekee Luka 22 kuanzia mstari wake wa 14. Ningeomba praise and worship, muimbe zile tenzi damu ya Yesu. Kama tuna kitu ambao huko unafanya vizuri leo, unapopokea mwili wa Kristo, mwambie Bwana, leo ni mabadiliko. Huu ni mwili ambao ulichanika kwa ajili yetu sisi. Hata saa ilipofika, aliketi chakulani, yeye na wale mitume pamoja naye, akawaambia, nimetamani sana kula Pasaka hii pamoja naye kabla ya kuteswa kwao. Kwa maana nawaambia ya kwamba siili tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Akapokea kikombe, akashukuru, akasema, twaeni hiki mkanywe ninyi kwa ninyi, maana nawaambia ya kwamba tangu sasa sinywi mazao ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Akatoa mkate, akashukuru, akaumeka, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Leo tunapopokea mwili wa Kristo, inatukumbusha mateso ambayo alipitia siku ya leo. Mstari wa 20. Kikombe nacho hivyo baada ya kula akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Tunapopokea, hii ni agano jipya katika damu yake. Tunapofanya hivyo, tunakumbuka mateso Kristo aliyopitia. Tunashiriki mateso ya Bwana katika jina la Yesu. Leo Baba mtakatifu, tumekula mwili wako, tumekunywa damu yako. Baba, kila magonjwa chochote ambao Baba sio kimungu katika miili zetu, kuanzia leo tumepata uponyaji katika jina la Yesu. Tunapokumbuka mateso yako Bwana, ulipepa masikitiko yetu, ulipepa magonjwa yetu. Baba, tunakushukuru. Mungu, tunakuinua. Kwa Yesu Kristo tumeshukuru. Amen.